Yes, mambo vipi, ni kukaribishe katika segmenti ya kimichezo ambapo tumepata nafasi ya kutazama mawili matatu kuhusiana na swala zima la kimichezo. Ni kusihi tu kwamba hujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile taarifa zote muhimu ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes, kubwa katika medali hii ya Kisports ni kuangazia taarifa kutoka pale katika klabu ya soka ya Yanga, ambapo tunaarifiwa ya kwamba tayari mchakato wa kumpata mrithini wa aliyekuwa kocha mkuu wa klabu ya soka ya Yanga bwana Pedro Gonçalves unaendelea, na tayari mazungumzo yameanza kwa baadhi ya makocha ambao wanatazamiwa kuja kurithi mikoba hiyo. Ikumbukwe Pedro Gonçalves ameweza kufukuzwa ndani ya klabu hiyo baada ya kutoka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya KMC katika uwanja wa KMC Complex, kitendo ambacho kiliwafanya viongozi wa Yanga kuona kwamba kuna mapungufu fulani ambayo yamejitokeza, na ndio maana wakaamua waweze kumsitishia mkataba wake ili watafute kocha mwingine ambaye anaweza kuendana na falsafa ya Yanga, lakini pia kuiweka Yanga yenye ubora kuelekea katika kutetea taji la ushindi la ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League. Kumbukwe Yanga hadi hivi sasa bado wako kileleni mwa msimamo wa kombe hilo, lakini bado kuna namna, hata ukiangalia mechi ambazo wamekuwa wakishinda ni mechi ambazo wanashinda katika hali ngumu kwelikweli. Ukiangalia mchezo wa juzi dhidi ya KMC, imekuwa ni mchezo ambao kiukweli ulikuwa na magoli mengi sana, lakini kutokana na namna ambavyo timu imekuwa ikicheza, basi wameambulia goli moja tu ambalo ndio lilisababisha kupata alama tatu. Lakini pia ukiangalia michezo miwili ya nyuma, mchezo wa ligi kuu dhidi ya Simba Sports Club ambao walitoka sare, lakini pia mchezo wa nyuma wa fainali ya kombe la Muungano ambapo pia walipoteza Yanga kwa kufungwa goli moja dhidi ya Simba, inaashiria kwamba kulikuwa na namna ya kipekee ya kuweza kumwondosha kocha huyo, kwa sababu ameshindwa kuendana na falsafa ile ya Yanga. Yanga inataka mpira wenye ubora, wanataka ushindi ambao hauna kona, lakini pia Yanga tumezoea mara zote kuwa ni timu ambayo ina uchezaji fulani wa mpira wa pasi. Kwa hiyo yote imekuwa ni katika kutengeneza Yanga bora. So baada ya hapo tunaarifiwa kuna baadhi ya makocha akiwemo aliyewahi kuwa kocha mkuu wa kikosi hicho cha Yanga Nazrud bin Nabi, ambaye kwa sasa inasemekana mazungumzo yanaendelea na muda wote inawezekana akaweza kutua ndani ya viunga vya Avic Town kujiunga na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. So na uzungumziaje kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandikie kwenye comment section, usisahau subscribe.